أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka ziada ya sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumewafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hii ya leo ya tarehe 26 ya mwezi huu Rabiul Akhir mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 2018 ya mwezi huu wa 10 mwaka 2025 miladia. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie a'mali zetu na tuinue daraja zetu fi dunia wal akhirah, na tuwekee haya tunayofanya katika mizani ya hasanati zetu siku ya Kiyama, kama ambavyo Sheikh wetu Sheikh Suleiman ametutambulisha na kualifisha kile ambacho tutakwenda kukumbushana katika siku hii ya leo. Umuhimu au nafasi ya Waislamu au mwanadamu, nafasi yetu kwa ujumla juu ya wema kwa wazazi wetu. Umuhimu au nafasi yetu au nafasi ya wema kwa wazazi wawili, jambo ambalo ni maarufu. Kila mmoja miongoni mwetu tukisikia wema kwa wazazi wetu ni jambo ambalo linasemwa sana katika masikio yetu. Na kwa nini lisisemwe sana, ilhali Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza na ameonyesha kitu kikubwa juu ya jambo hili. Tunasoma katika Qur'an, katika aya ambazo tumetangulia kuzisoma: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, na ameamuru Mola wako asiabudiwe mwingine yote isipokuwa yeye, na wazazi wawili tuwafanyie wema. Katika suratu An-Nisa, katika suratul Isra aya nambari 23, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza haya, na mahala pengine katika suratul Nisa
aya nambari 36 akasema wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana, na muabuduni Allah wala msimshirikishe yeye na chochote, na wazazi wawili watendeeni wema. Na katika suratul An'am sura ya 6 aya nambari 151 asema Allah kumwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana, njoni nikufahamisheni yale ambayo Mola wenu amekuharamishieni, msimshirikishe yeye na chochote, lakini wazazi wawili muwafanyie wema. I'lamu anna Allah ta'ala qarana al-amra bi birri al-walidayn bil amri bi tawhidihi wa tarki ash-shirki bihi. La kufahamu na la kukumbushana ni kwamba tufahamu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amefungamanisha jambo la wema kwa wazazi wawili na jambo la kumpokesha yeye, lakini pia amefungamanisha wema kwa wazazi wetu na jambo la kuacha shirki, kumshirikisha yeye azza wa jalla. Na hili linatuonyesha na kuanza kutupa taswira ya makanatu birri alwalidain, nafasi ya kuwafanyia wema wazazi. Allah subhanahu wa ta'ala anafungamanisha, anayakutanisha majambo yote, asiabudiwe mwingine isipokuwa Allah, wazazi wawili wafanyiwe wema. Baada ya kuelezea kupwekeshwa yeye, chini anaambatanisha na wazazi wafanyiwe wema, akisema msinishirikishe na chochote, kisha anasema wabil walidaini ihsana, na wazazi wawili wanastahiki kufanyiwa wema. Hatujataja wasaya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia katika Qur'an, zile mbali kabisa, wawasaina al-insana biwalidayhi ihsana, na amehusia na tumemuhusia mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wake. Katika aya nyingine, wawasaina al-insana biwalidayhi husna, tumemuhusia mwanadamu kufanyia wema wazazi wake. Katika aya nyingine, wawasaina al-insana biwalidayhi, tumemuhusia mwanadamu juu ya wazazi wake. Wasaya katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha, wa hadha yunbiuna an martabati hadha al-amr fi awamirillah, na hili linatuonyesha martaba, nafasi ambayo jambo hili la kuwafanyia wema wazazi lipo katika zile amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Nafasi yake ni kubwa kweli, na linatupa taswira ya kuweza kuileta na kuijenga, kuona uzito wa jambo hili, hata kama litazoeleka katika masikio ya wenye kusikia, hata kama litazoeleka katika manabir za Ijumaa, hata kama litazoeleka katika yale ya kuhusiana juu ya wazazi, lakini nafasi yake ni kubwa na kiwango kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa al-Bukhari fi sahih, al-Imam al-Bukhari alipokea hadithi katika kitabu chake cha Sahih al-Bukhari, hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu warḍah, qala, asema Abdullah, sa'altu Rasulullah, niliwahi kumuuliza mjumbe wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, ayul amali ahabbu ila Allah, ni amali gani inayopendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Faqala alayhi salatu wassalam, akajibu rehma na amani ziwe juu yake, as-salatu ala waqtiha, sala ndani ya wakati wake. Sala ndani ya wakati wake ni amali inayopendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Abdullah,
thumma ay, kisha nikasema baada ya hiyo nini kingine ambacho kinapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika amali njema. Faqala birrul walidain, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwafanyia wema wazazi wawili, kuwafanyia wema wazazi wawili. Hili linaonyesha nafasi iliyopo wema kwa wazazi. Asema Abdullah, thumma qultu thumma ay, kisha nikauliza kisha nini? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam thumma aljihadu fi sabilillah, kisha jihad, kujitoa kufanya juhudi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuhakikisha dini inasonga mbele. Hili jambo limewekwa namba 3, kabla yake kumetangulia birrul walidain, dhirwatu sanami alislam, kilele cha juu cha Uislamu, imeshika nafasi ya 3, kimetanguliwa na birrul walidain. Kuona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kaichelewesha jihad kabla ya birrul walidain, tunaona taswira ya kuwa nafasi iliyopo jambo hili la kuwafanyia wema wazazi wawili. Rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima, ayapokea al-Imam al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao, an Abdullah ibn Amr ibn al-As, kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As, radhi za Allah zimuendee pamoja na baba yake, anna rajulan, yuko bwana mmoja, ata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alimwendea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yasta'dhinuhu fil jihad, akimuomba ruhusa aende katika ardhul ma'raka, katika ardhi, uwanja wa mapambano, kwa ajili ya mapambano. Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, akimwambia bwana huyu, ahayyun walidaka, hivi wazazi wako wako hai? Ahayyun walidaka, wazazi wako wako hai? Qala na'am, akasema ndio. Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume rehma na amani ziwe juu yake akamwambia, fafihima fajahid, haya nenda, elekea huko, nenda kafanye juhud na jihad ambayo ulikuwa unataka kwenda, nenda kaifanye kwa wazazi wako. Na hii ikiwa katika mazingira ambayo jihadi itakuwa ni fardhu kifaya, ndio ishara ya hadithi. Ama ikiwa jihad ni fardhu ain, basi yabidi watu watoke wote, na itatangulia jihad kabla ya birrul walidain. Ikhwani, tunaona nafasi hii kubwa ya wema wetu kwa wazazi wetu, jambo ambalo baadhi katika wale ambao tunaishi nao katika jamii leo wameweka mbali suala la kuwatazama wazazi wao, wameweka mbali jambo la kuwafanyia wema wazazi wao. Jaa fi musnad al-Imam Ahmad, imekuja katika musnad ya Imam Ahmad, anna rajulan, yuko bwana mmoja, qala lin-nabii sallallahu alayhi wasallam, alimwambia Mtume rehma na amani ziwe juu yake, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ubayi'uka ala al-hijra, nimekuja kukupa bai'a, nimekuja kukupa mkono wa kukubali kwamba naondoka pamoja na wewe kwenda hijra, kwenda safari kutoka Kubura, kutoka hapa tulipo kwenda kama ilivyokuja katika amri ya Allah. Wa taraktu abawayya, na nimewaacha wazazi wangu nyumbani, yabkiani, wanalia, wanabubujikwa na machozi, huzni imewatawala. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume wetu rehma na amani ziwe juu yake, farji' ilayhima, rudi kwa wazazi wako, fajahid, farji' ilayhima faadhikhuma, nenda ukawafanye wafurahi, kama abkaitahuma, kama ulivyosababisha wakajawa na huzuni na wakalia kilio cha namna hiyo.
anamrudisha kijana, rudi kwa wazazi wako, nenda ukawafanye wawe na tabasamu kama ulivyokuwa wewe ni sababu ya tabasamu lao kupotea. Nenda rudi. Anaamrishwa rudi kwa wazazi wako, kwa sababu nafasi ya wazazi imeambatanishwa baada ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema mimi ndiye peke yake wa kuabudiwa, kisha wazazi wenu wafanyieni wema, wazazi wenu wafanyieni wema, ameliambatanisha na akaliweka katika sura ya namna hii. Fahadha yumbiguna, jamani, hili linatuarifu na kutujulisha na kutuonyesha an birri alwalidain, juu ya nafasi ya wema kwa wazazi wawili. Bal min alajab, bali katika maajabu ambayo tunayaona fi qadiyati birri alwalidain, katika jambo hili la wema kwa wazazi wetu, ni katika hiyo aya tuliyoisoma, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana. Wazazi wawili wafanyiwe wema. Mbele ya ayati zile Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza maneno ambayo yanahitaji kufikiria mara nyingine. Asema, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Asema hata kama wazazi wako watakuwa ni aina ya wazazi ambao jahadaka, wanakufanyia juhudi, wanakufanyia hima ya nini? Ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm, wewe unishirikishe mimi katika yale ambayo huna elimu nayo. Wazazi wako ni washirikina typically, wanakupeleka, wanakushawishi tena kwa nguvu katika yale majambo ambayo yatapelekea wewe kunishirikisha mimi. Fala tuti'huma, basi usiwasikilize, usiwatii katika jambo hilo. Lakini akamaliza mstari huu, wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, lakini suhubiana nao wazazi wako katika wema. Maana yake hata kama mzazi atakuwa ni muovu, hata kama mzazi hatakuwa katika wazazi wema, lakini bado haki yake ya kufanyiwa wema iko pale pale. Sahibuhuma, ishini nao katika ulimwengu huu maarufan, kwa wema, wafanyieni wema hata kama hawatakuwa katika kiwango cha taa. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wema kwa wazazi wetu. Hili linashangaza kwa yule mzazi ambaye ni mwema, hili halishangazi. Allah subhanahu wa ta'ala anatushangaza pia kwa mzazi ambaye atakuwa si mwema, tena ule uasi wake mpaka na sisi anatukamata kwa nguvu, kutushawishi na kutupeleka katika yale ya kumshirikisha Allah. Asema msimtii huko, kwa sababu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe katika mambo ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini anatambia sahibuhuma fi dunya ma'rufa, suhubiana nao wazazi wako katika dunia hii kwa wema, na wala usiwatupe wala usiwaache wala usiwatenge. Usiseme tena mie huduma kwa usipeleki, mimi sisalimiani na mzazi wangu. Wako ambao hawasemi na wazazi wao, yuko ambaye hasemi na baba yake, yuko ambaye hasemi na mama yake, yuko ambaye itapita mwezi mzima hajui hali ya mzazi wake, na mzazi wake bado yuko hai. Hali hii wapo baadhi ya watu katika maisha yao haya wanapitia na wanaishi katika namna hizi, ilhali wana neema ya kuwa na wazazi wao. Rawa al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad, al-Imam al-Bukhari amepokea katika kitabu chake al-Adab al-Mufrad, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, yakuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, ridha ar-rabb fi ridha al-walid
wa sakhatu ar-rabb fi sakhati al-walid, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zimo katika radhi za wazazi, na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala zimo katika hasira za wazazi. Mzazi atakapokufungulia kifua chake, akaukunjua uso wake, akaisafia nia yake kwako wewe kijana wake, wallahi umepata kheri duniani na akhera. Na kinyume chake ndivyo, ikiwa mzazi atakunja moyo wake, akakunja paji la uso wake mbele yako, na nia yake hakuisafia wala kuwa safi kwako, umepata hasara fi dunia wal akhirah. Kwa nini? Radhi zake zimeambatanishwa na radhi za Allah, na hasira zake zimeambatanishwa na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa maksud ni katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa anayaridhia, asije akakukasirikia mzazi wako katika yale ambayo Allah hayataki, ukasema madamu wamekasirika ni afanye. La, kwa kuwa hatupasi katika yale ambayo yakumkera Allah kuwasikiliza, japo tutatakikana kuwajibu na kuamiliana nao katika namna iliyokuwa nzuri ya kuwaelekeza na kuwahurumia na kuombea dua. Wa fil adab al-mufrad aidan, na imekuja pia katika kitabu cha al-adab al-mufrad Imam al-Bukhari, anapokea Imam al-Bukhari anna rajulan ata ibn Abbas, yuko bwana mmoja alimwendea Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu warḍah. Qala lahu, akamwambia Abdullah ibn Abbas, na Abdullah ibn Abbas tunamfahamu ni katika vijana wakilelewa katika nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alipofikisha umri wa miaka 10-11, kijana mdogo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimshika kichwa chake akamwombea dua, Allahumma faqihhu fi din wa allimhu ta'wil, ewe Allah mfakihishe kijana huyu katika dini na mpe ilmu ya ta'wil. Alikuwa mzuri katika tafasiri za Qur'an na ulum, na wengi katika wasomi wa kisahaba wakenda kwake kusoma na kuchukua ilmu. Habru hadhihi al-umma Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu an abihi, radhi za Allah zimwendee yeye pamoja na baba yake. Huyu mtu anamwendea Abdullah ibn Abbas, anamwambia inni khatabtu imra'atan, mimi nilikwenda posa mwanamke, nilimpenda mwanamke nikenda nikamposa. Faabat an tankihani, mwanamke yule akakataa kupokea kukubali ile posa yangu kwao pale. Nilikwenda na propose kutaka kumuoa nyumbani kwao, akakataa, hakupendezwa nami. Wa khatabaha akhar, na baadaye kidogo akaja akaposwa na jamaa mwingine. Fa ahabbat an tankihahu, akapenda mwanamke yule ambaye alikuwa nimempenda mie, akapenda yeye kuolewa na yule bwana mwingine. Faghirtu alaiha, ikanipanda mimi ghera na wivu na ile chuki katika moyo. Kwa nini mimi nikakataliwa? Kwa nini yeye yule akapokelewa posa yake na mimi ndio mwanzo pale? Faqataltuha, nikafanya katika njama zangu mpaka ghera ilipofika katika koo langu ikanizidi, yakanishinda ya kunishinda, nikamuua binti yule, nikamuua yule ambaye nilikwenda nikaposa kisha nikakataliwa naye kwa ghera hili. Fahal li min tauba, anamwendea Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, anamuuliza mimi nitakuwa nayo tauba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, atanikubali toba ninayo? Faqala Abdullah ibn Abbas,
Abdullah ibn Abbas akamwambia radiyallahu ta'ala anhuma, hal ummuka hayya, je mama yako yuko hai? Je mama yako yuko hai? Faqala la, yule bwana akasema hapana, mama yangu tayari kashatangulia mbele ya haki, hayuko mzazi wangu wa kike, hayuko. Qala ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma akamwambia, fatub ila Allah, basi tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wataqarrab ilayhi, najikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala mastata'at, kwa kadri utakavyowezeshwa. Nenda katubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, najikurubishe katika a'malu salihat kwa kadri ya vile utakavyoweza, na hilo tunamwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhahaba ar-rajul, bwana yule akenda zake, akaondoka baada ya kupewa majawabu haya. Fajaa Ata akaja baadaye kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, fasaala, akamuuliza, lima sa'altahu an hayati ummi, nilisikia yote yale, kwa nini ukamuuliza kunako uhai wa mama yake? Naye amekuja na jambo zito, na ukamuuliza kuwa je mama yake yuko hai? Kwa nini swali lile? Ndio nataka nifahamu. Faqala ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas akamwambia Ata, inni la a'lamu shay'an, mimi sijui chochote katika ulimwengu huu, aqraba ila Allah, kinachomweka mja karibu na Allah, karibu na Mola wake, min birril walida, kuliko kumfanyia wema mzazi wake wa kike. Sijui mimi katika jambo lolote lilokuwa ndio zaidi linalomkurubisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min birril walida, kuliko kumfanyia wema mama yake, kuliko kumfanyia wema mama yake. Hakuna jambo ambalo Abdullah bin Abbas anasema naliona linamweka mtu karibu na Mola, karibu na mapenzi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, isipokuwa jambo la kumfanyia wema mama. Kumfanyia wema mama ndilo analoliona kubwa, ndio maana akataja jambo hili. Man abqa Allah lahu walidayhi, jamani, yeyote miongoni mwetu ambaye bado anayo fursa, Allah subhanahu wa ta'ala amembakizia wazazi wake au mmoja kati yao, falyanam birrahba, basi aiende aipupie fursa hii iliyokuwa muhimu. Ikiwa bado wazazi wako wako hai, ipupie fursa hii katika kuwafanyia wema wazazi wetu, wema katika kila jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia. Hakika wameyafanya yale walioyafanya, na haiwi malipo kwa wao kwa kile chochote ambacho tutajitahidi kukifanya mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuwezi kufikia kulipa wema wa wazazi wetu. Yule ambaye ana bahati ya wazazi wake kuwa bado wako hai, basi aitumie fursa hiyo kabla haijaondoka. An-ni'matu la tu'rafu hatta ba'da az-zawal, neema haijulikani mpaka itakapoondoka. Mzazi wako kuwa hai ni neema kubwa, baba yako mama yako kuwa hai ni neema kubwa. Hata kama hakufanya mambo makubwa, akenda akakwambia mwanangu, jazakallahu khair, jazakillahu khaira, Allah kulipe khairi mwanangu, Allah kufanyie wepesi mwanangu, nenda, Allah kubarikie katika mambo yako mwanangu, nimefurahi kwa kuja kwako mwanangu. Hizi ni dua nzito ambazo wanatamani baadhi yetu kuzipata leo, lakini hawako nazo katika maisha yetu ya leo, tena kwa kuwa wametangulia katika wazazi wao.
tadhkuruna hadithan, nyote mnafahamu kile kisa na ile hadithi thalathatu nafar, wale watu watatu wasafiri. Nafikiri mtakuwa mnakumbuka nyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituhadithia wale watu waliokuwa wakipita jangwani, kisha ikaja kuwapitikia mvua kubwa katika safari yao, ikawabidi waingie katika pango. Walipoingia katika pango kujikinga na mvua ile, na wameingia mule na kila kilichokuwa chao, likaja jiwe kubwa likafunika katika mlango ule wa pango. Kisa hiki ni maarufu. Wale vijana watatu wakasema, humu tumemalizika na hili litakuwa ni kaburi letu. Kila wakisukuma lile jiwe haliwezekani kutoka mahala pale, haiwezekani kutoka pale. Mmoja wao baada ya muda akasema, jamani, mimi ninalo wazo, kila mmoja miongoni mwetu ajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ataje katika jema lake moja ambalo hawezi kulisahau, ni siri yake baina yake na Mola wake, kisha amwambie Mola kwa hiyo siri aliyokuwa nayo, basi atutoe katika tatizo hili. Kisa ni kirefu, kukifupisha kuelekea katika jambo. Mnakumbuka mtu wa mwisho alisema nini? Mtu wa mwisho alisema, mimi nilikuwa nao wazazi wangu wawili, lakini nilikuwa na utamaduni na utaratibu na mfumo katika maisha yangu. Kila siku siwezi kupata chakula nikalala na familia yangu mpaka kwanza wale wazazi wangu. Siku hiyo narudi nyumbani na pilika zangu, nishapata cha kupata, nimekiandaa vizuri na kwenda kuwapelekea wazazi wangu wapate kula. Fawajada huma nama, kijana huyu anakwenda anawakuta wote wazazi wawili wamelala, usingizi mzito, wamechoka. Kubisha mlango awaamshe, anaona atawasumbua, atawakatia usingizi wao. Amekaa nje na chombo cha chakula mikononi mwake, na kama alivyosimulia Imam al-Bukhari alipopokea katika sahihi yake, na watoto wake yakiwa matumbo yao yanapiga kelele na sauti za njaa, na wengine wakimfuata na kumshika baba, na kama tunavyofahamu watoto wakiwa katika hali hizo. Lakini hakutaka kukata utaratibu wake ambao amejiwekea yeye na Mola wake. Huwa yakrahu an yughayyira al-'adata allati bainahu wa baina rabbih fi taqdimi abawayhi, anaona karaha kuharibu utaratibu aliojiwekea yeye, siri yake na Mola wake juu ya wazazi wake. Utaratibu wake anaona sitaki kuvuruga. Akasubiri pale, muda ukenda mpaka wakaja huko karibu na alfajiri, ndio wanashtuka wazazi, ndio anawapatia chakula chao, ndio anarudi kuangalia familia yake. Subhanallah, anasema, ya Rabbi, ewe Mola wangu, ikiwa niliyafanya yale, ikiwa haya yote niliyoyafanya nimeyafanya kwa ajili ya kutafuta radhi zako, ya Rabbi, naomba ututolee na kutuepushia na balaa. Huko mwanzo wale wawili walioomba dua, jiwe likiteremka sehemu ndogo, likishuka taratibu. Wa mwanzo aliposema niliteremka kidogo, wa pili aliposema pia likateremka. Huyu watatu aliposema na kutamka na kumwambia, ya Rabbi, ikiwa nilifanya vile na wewe ndio unayenifahamu, nafanya kutafuta radhi zako, ikiwa hivyo ndivyo, ya Rabbi, naomba ututoe katika baa hili. Fansadaa aljabal, jabali pale
jiwe lilokuwa likajitenga na jabali likakaa kando likatoka pembeni. Fakharaju min, wakatoka wote watatu katika pango lile, wakatoka wote watatu katika pango lile, na wakaona tena yara sama, wanaona tena mbingu, wanaona tena mwanga wa jua katika maisha yao. Kwa nini? Kuona umuhimu, ikhwani, na nafasi ya wazazi wetu katika maisha yetu, nafasi na makani na daraja na mansab ya wema wetu kwa wazazi wetu kwa hakika ni mkubwa sana. Ama yule ambaye wazazi wake wametangulia mbele ya haki, wazazi wake pengine wote hawako katika maisha ya leo, na yeye vipi wema wake? Wema wake bado, wema wake kwa wazazi bado unaendelea na haujakoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na mmoja katika waulizaji katika masahaba zake, wamekufa wazazi wangu, je, nimebakisha chochote katika wema juu yao? Washatangulia, nilijitahidi kuwafanyia wema walipokuwa hai, wametangulia, sasa nafanya vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yapo ya kuyaendeleza kuyafanya. La mwanzo, as-salatu alaihima, waombee dua wazazi wako. As-salatu alaihima, waombee dua wazazi wako wawili. Isipite siku isipokuwa umenyanyua mikono, rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, ewe Mola wangu wahurumie wazazi wangu, ewe Mola wangu wahurumie wazazi wangu, warahamu huko waliko, kama rabbayani saghira, kama walivyosimamia na kunilea nikiwa mdogo. Walijitoa kwa hali na mali, walijitoa kwa mapenzi yote. Rabbi irhamhuma, ewe Mola wahurumie huko waliko. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha siku ya Kiyama, mmoja ataona katika sahifa zake, katika daftari lake, ataona mema, ataona mambo ambayo yameandikwa mpaka mwenyewe atashangaa, haya yamekuwaje? Yamekuwaje? Ataambiwa hadhihi kathratu istighfari waladikum bikuma, hizi ni wingi wa istighfar, wakiwaombea msamaha watoto zenu nyinyi walipokuwa duniani, mlipokuwa mmeshaondoka. Hizi ni istighfar, hizo unazoziona zimejaa zikapendeza kwenye daftari ni istighfar za watoto zenu mlipokuwa tayari mmeondoka, walifanya hivi duniani. Kwa hivyo kuwaombea dua na kuwaombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwaombea kila la kheri na kuwaombea msamaha, kwa kuwa nao wazazi walikuwa ni wanadamu kama sisi, yusibuna wa yakhtaun, wanapatia pia walikuwa wakikosea. Kuwaombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hizi ni miongoni mwa vile ambavyo tutakikana kuvifanya. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuwaunga wale rafiki zake, wale waliokuwa vipenzi wa wazazi wetu. Unajua fulani na fulani baba akiwapenda sana, fulani tulikuwa tumuona sana nyumbani, akija ukaribu wake na mzee na kadha wa kadha, alikuwa ni mtu wa akikamatana na mzee katika maisha haya, pengine si ndugu lakini alikuwa miongoni mwao. Lakini pia kaka zake wadogo wa mama yako au baba yako, wote hao wanastahili kufanyiwa wema, na huku kote ni kuendeleza wema kwa wazazi wetu.
Na akasema al-Imam an-Nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala, man arada birri walidayhi, yeyote atakayependa, atakayetaka kuendeleza kuwafanyia wema wazazi wake, falyatasaddaq alayhima, basi na watolee sadaqa. Yeyote ambaye atapenda leo kuwafanyia wema wazazi wake, basi na wafanyie sadaqa, awatolee sadaqa. Kwa nini? Kwa sababu sadaqa inamfikia mayit malipo yake, na yanamnufaisha sadaqa ambazo tunaziwekeza kwa ajili yao katika kheri mbalimbali. Kule panahitajika hiki tukakitoa, kule kunahitajika hiki tukakipeleka kwa ajili ya kutiliania wazazi wetu, kinafika bila khilaf almuslimin, bila khilaf baina ya wasomi wa dini yetu ya Uislamu. Al-Imam Nawawi akahitimisha kama ilivyokuja katika sharh ya Imam Muslim, maelezo yake aliyotoa katika sura ya namna hiyo. Makanatul mar'a, makanatu birril walidain, nafasi ya wazazi, ya wema kwa wazazi wetu, ndilo ambalo tulikuwa tunakumbushana katika siku hii ya leo katika muhadhara wetu huu mfupi. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni wema kwa wazazi wetu, na asitupe kiburi hata baada ya wao kuwa wameondoka. Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku jambo hili la kheri, na atunufaishe katika haya ambayo tumekumbushana, na wale ambao wameyasikiliza basi tuwe miongoni mwa wale ambao yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tunasikiliza maneno kisha tuwe ni miongoni mwa wale ambao tunajaliwa kuyafanyia kazi. Allah subhanahu wa ta'ala atupe katika dunia hii mazuri, na atupe akhira mazuri, na atukinge na adhabu zake siku atakayowafufua waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe makosa yetu pamoja na wazazi wetu na wazazi wa wazazi wetu, na wale wenye haki juu yetu, na wale waliotangulia katika jamaa zetu na ndugu zetu ambao wamejaa mapenzi yao katika nyoyo zetu. Allah subhanahu wa ta'ala atupe amani katika nchi yetu na biladil muslimin, na Allah subhanahu wa ta'ala atupitishe katika uchaguzi wa nchi salama salimin, na tukutane katika vikazi vya namna hii vya kheri awaman adida, miaka baada ya miaka, na situnyime katika kheri za majlis na vikazi vya namna hii. Imekuja katika sahihi ya Imam Muslim hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu warḍah, asema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wamajtamaa qaumun fi baitin min buyutillah, jamani haitokei hata mara moja wakakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah kama hivi, yatluna kitab Allah, wakawa wanakisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wayatadarasunahu fima bainahum, na wakawa wanadurusishana na kupeana istifada, illa isipokuwa watu hao nazalat alayhimus sakina, huteremkiwa na sakina, utulivu kutoka kwa Allah, wa ghashiyatuhumur rahma, na rehma huwa miminikia juu yao, wa haffatuhumul malaika, na malaika huteremka na kuwabubika kwa mbawa zao, wa dhakarahumullahu fi man inda, na Allah subhanahu wa ta'ala huwataja kwa viumbe aliobaki pamoja nao, yani khuddamu, watumishi wake, alladhina la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kisha baada ya vikazi vya namna hii hunadi mwenye kunadi, qumu maghfuran lakum, simameni tayari mmekusha samehewa katika madhambi yenu. Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe katika makosa yetu na atubarik katika maisha yetu, na tuwekee haya tunayofanya katika mizani ya hasanati zetu siku ya kiyama. وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.